kuhifadhi mbolea na vibanda 43 vya biashara mtaa wa Ilangamoto ya ndugu Olaf Stanley Mhema iliyozinduliwa na ndugu Wazo Michael Mwang'onda, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Mwenge wa Uhuru hoye! Mtazamaji wa Digital News Tanzania kutoka mkoani Njombe, hii leo kwenye mwendelezo wa mbio za Mwenge wa Uhuru, na hii leo ni katika halmashauri ya mji wa Makambako. Tuko hapa katika moja ya mradi mkubwa kabisa ndani ya halmashauri hii ambao umezinduliwa na mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026. Na hapa Mwenge wa Uhuru umezindua mradi mkubwa wa ghala la kuhifadhi mbolea kama ambavyo unaweza kuona nyuma yangu. Hizi ni mbolea mbalimbali ambazo zipo katika ghala hili ambalo limegharimu mamilioni katika ujenzi wake. Mwenge wa Uhuru umefika hapa na kufanya uzinduzi na kuzindua mradi huu ambao sasa unaanza rasmi kuwahudumia wakulima ndani ya mkoa wa Njombe. Lakini Mwenge wa Uhuru katika eneo hili umeweza kuzindua vibanda vya biashara zaidi ya 43 ambavyo vimezunguka ghala hili la kuhifadhi mbolea. Hapa tumezungumza na viongozi mbalimbali, lakini kwanza tutamsikia mmiliki wa ghala hili Bwana Olaf Mhema akieleza namna ambavyo mradi huu umeweza kujengwa na mpaka umefikia katika hatua hii. Lakini Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo amefika katika uzinduzi huu, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Makambako, ambaye ametumia fursa hii kuweza kumpongeza Bwana Olaf Mhema kwa kujenga ghala hili kubwa la kuhifadhi mbolea, huku akitoa wito na onyo kali kwa baadhi ya mawakala ambao wamekuwa wakiuza pembejeo feki ama pembejeo ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika. Yote haya tutasikia hapa kupitia Digital News Tanzania. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Kituo chako pendwa kabisa ni Digital News Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kampuni ya Mhema Agrochemical and General Supply ni kampuni ya Kitanzania iliyoanzishwa mwaka 2013 na kusajiliwa chini ya sheria za makampuni The Company Act ya 2022 kwa usajili namba 262715. Kampuni hii inajishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Kampuni hii imeajiri vijana takribani 15, vibarua zaidi ya 20 wanaosimamia zoezi la kushusha na kupakia mbolea kwa mawakala na wakulima. Kampuni kupitia mamlaka ya mbolea Tanzania TFRA imesajili zaidi ya mawakala 300 wanaofanya kazi za usambazaji wa mbolea vijijini na kuwasogezea huduma wakulima. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, katika kipindi cha zaidi ya miaka 15 tangu kuanzishwa kwake, kampuni imejishindia tuzo mbalimbali, ikiwemo tuzo ya mlipa kodi bora ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA ya mwaka 2025, tuzo ya Wizara ya Kilimo katika usambazaji wa mbolea mwaka 24-25, tuzo ya ushirikiano bora kibiashara na benki ya NMB, tuzo ya ushirikiano na jeshi la polisi, tuzo za makampuni rafiki kama vile kampuni ya Mohamed Enterprises Tanzania, kampuni ya OCP Tanzania, kampuni ya Jubairi Agrotech, kampuni ya Sura International, kampuni ya Positive International, kampuni ya Tanzania Fertilizer and Company Limited, kampuni ya Export Trading ETG, kampuni ya Staco Agrichem, kampuni ya Mijingu Mine and Fertilizer na kampuni ya Intracom Tanzania. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, mradi huu umechochea ajira kwa vijana
wanaofanya kazi kwenye maduka, wanaosafirisha mizigo kwa njia ya guta kwenda kwa wateja, vijana wanaopakia na kushusha mbolea. Pia vijana zaidi ya 300 wamesajiliwa kwa ajili ya zoezi la kusambaza mbolea. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, mwisho tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake katika kuendelea kutoa ruzuku ya mbolea, kupunguza gharama na kuongeza upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima. Mwisho, kwa heshima na taadhima, sasa na kuomba wewe binafsi na timu yako utembelee mradi wa ujenzi wa ghala la kuhifadhia mbolea nzuri katika mazao yako. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, nimepata mbolea hii kwa shilingi 70,000. Bila ruzuku ilikuwa ni zaidi ya 130,000. Kwa hiyo serikali imefanya jambo kubwa katika eneo hilo. Olaf Mhema, yeye ni miongoni mwa wafanya biashara za pembejeo za kilimo, na yeye amekuwa wa mfano bora sana, kwa sababu moja ya kazi kubwa ambayo inafanywa na serikali ni kuhakikisha mwananchi apate usumbufu wa kufuata pembejeo mbali na anapofanyia shughuli za kilimo. Na Mhema amekuwa mfano kwa sababu kupitia yeye amesajili na kuwawezesha kusajiliwa na TFRA mawakala wadogo 300 na kidogo, ili yeye anapofikisha mzigo kwenye godauni hapa, wao wafanye kazi ya kupeleka kwenye vijiji mbalimbali ndani ya eneo letu la Njombe na maeneo mengine ya jirani kama Ubaruku huko Balali mkoani Mbeya. Kazi hiyo ni njema na sisi tunaitambua, tunakupongeza sana. Lakini nimeanza kwa kumpongeza na kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya. Leo tunapozungumza, serikali hii ya awamu ya 6 inatoa zaidi ya bilioni 250 kwenye ruzuku ya pembejeo kwa maana ya mbolea na mbegu kwenye mahindi na mpunga pekee. Fedha hizi ni nyingi, bilioni 250 tungezipeleka sehemu nyingine zingefanya kazi kubwa, lakini kwa namna serikali hii ya awamu ya 6 inavyowajali na kuwathamini wakulima, imeweka kupunguza mzigo wa pembejeo kwa wakulima, na hili linafanyika kupitia mbolea ya ruzuku kama tuliyoiona ndani ya ghala muda mfupi uliopita. Lakini sio hilo tu, kutolewa kwa pembejeo hizi kumetupa uhakika wa uzalishaji. Wote ni mashahidi, ukitembea unaona mahindi yalivyostawi, yapo ya kutosha, na mwaka huo uliopita tumeweza kuvuna zaidi ya 130% ya nafaka kwa ajili ya chakula nchini, na hivyo kujitosheleza na kuwa na ziada kwa ajili ya chakula. Tumeelekezwa tuweke msukumo wakulima ili tujitosheleze na tuwauzie wengine kibiashara, tuwalishe wengine kibiashara. Kazi hiyo inafanyika vizuri. Nitumie nafasi hii kwanza kuonya watu wote ambao wanatumia fursa iliyotolewa na serikali hii ya utoaji wa pembejeo kwa wakulima kwa ruzuku kujinufaisha binafsi. Wapo watu wanatengeneza mbegu feki wanapeleka kwa wakulima. Wapo watu wanatengeneza mbolea na kuzichanganya kinyume cha taratibu. Wahakikishie serikali iko macho, hakuna atayefanya hivyo akapona. Huo ni sawa na uhujumu uchumi, ni sawa na uuaji. Ukitengeneza mbegu feki ukaipeleka kwa mwananchi mkulima, akishalima akapanda, maana yake unampa adhabu ya kuja kulima tena kwa awamu ya pili, kununua mbolea kwa awamu ya pili, na hiyo ni uhujumu kama uhujumu mwingine wa uchumi. Tukikubaini hatutakuacha salama. Nisisitize, tukikubaini hatutakuacha salama. Wito wangu, tuwalinde wakulima, kila mmoja awe mlinzi wa mwenzie, kuhakikisha kila hatua inayohusiana na kilimo tunaifanya kwa kufuata taratibu, sheria na miongozo halali iliyowekwa.
Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu, mradi wa kutembelea gara la kuhifadhia mbolea, lakini pia vibanda zaidi ya 40 ambavyo vimejengwa na kampuni yetu ya Muhena Agro kwa ajili ya kuwasaidia wananjombe wafanya biashara wadogo katika eneo hili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe, Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa na umekagua, umetembelea mradi wetu. Kwa hakika gara la kuhifadhia mbolea lipo hapa ndani, na hii mbolea yote ni mbolea ambayo serikali inaweka fedha nyingi, mbolea ya ruzuku. Huyu mwekezaji wetu ambaye ni miliki wa kampuni hiyo ya Muhena amejenga hili gara kwa ajili ya kuhifadhi mbolea ambazo ni mbolea zote ni za ruzuku. Zipo mbolea za aina nyingi ambazo zinazalishwa hapa nchini na zingine za nje ya nchi, lakini zote ni zile mbolea ambazo serikali imeweka fedha nyingi kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe, jambo ambalo ni la kipekee sana kwamba huyu Muhena yeye anawasaidia sana wakulima wa Njombe na maeneo ya jirani. Ameweka mawakala wengi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, mawakala waliosajiliwa kwa ana uhakika nao kwamba hawa watafikisha mbolea kwa uhakika kwa wakulima, na wanawafikishia wakulima, na ndio maana kote tulikopita katika mkoa wa Njombe na leo tuko mwishoni, tumekuta wakulima wakilima vizuri, hasa zao la parachichi. Jana tumeona pale shamba la heka 99 mtu amelima na shamba linaendelea vizuri, na yale ni matokeo chanya ya huyu mwekezaji ambaye anasambaza hizi mbolea za ruzuku kwa wakulima vizuri bila kuwachanganyia mbolea zingine ambazo si salama. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe, kipekee sana nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hiki tunachotembelea hapa ni ishara ya kwamba Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha wakulima wanapata mbolea za ruzuku na wanainuka kiuchumi na wanalima vizuri kwa kupata faida kubwa kwa sababu ya mbolea hizi za ruzuku. Na leo tumetembelea hili gara na kuja kushuhudia mbolea za ruzuku ambazo serikali inaweka fedha nyingi sana. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Ndugu zangu wananchi, anachoomba Mheshimiwa Rais kwenu ni kuendelea kulinda amani na utulivu katika taifa hili. Lindeni amani na utulivu, taifa libakie tulivu. Yeye kazi yake ni kuwaletea maendeleo. Yeye kazi yake ni kuwainua kiuchumi. Yeye kazi yake ni kuwaletea mbolea hizi za ruzuku ili sisi tukalime na tuinuke kiuchumi. Ndugu zangu wananchi, yeye Mheshimiwa Rais anaomba mlinda amani na utulivu, taifa libakie salama. Lakini Mwenge wa Uhuru leo umefika hapa, kuna waomba wananchi muendelee kumwombea afya njema Mheshimiwa Rais, abakie kuwa na afya njema ili aendelee kuwaletea maendeleo zaidi ya haya, aendelee kuwaletea mbolea za ruzuku, aendelee kuwaletea miradi mikubwa ambayo tunashuhudia katika halmashauri yetu ya mji Njombe. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na mwekezaji huyu ana kampuni ya Muhena kwa kazi anayoifanya kwa Watanzania, kwa kazi anayoifanya kwa wana Makambako. Hivyo niseme tu Mwenge wa Uhuru uko tayari kuweka alama ya kutembelea na kutambua umuhimu wa Muhena kwa wana Njombe na wana Makambako. Mwenge wa Uhuru oye! Yanachangiwa na mawakala ambao wanatusaidia kupeleka mbolea, kusukuma mbolea katika maeneo ya uhitaji, hususan katika maeneo ya kilimo na mengi hayo yaliyo katika maeneo ya vijijini. Kwa hiyo tunakushukuru sana Bwana Muhema na wenzako kwa kuweza kuhakikisha kwamba mnasukuma hizo mbolea kwenda mashinani. Lakini pia ni kushukuru Bwana Muhema na niwashukuru mawakala. Kwa sasa tumesajili mawakala zaidi ya 9,300, lakini kati yao mnaona nchi nzima Muhema na mnyororo wake wana mawakala 300. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo kubwa ambalo tunasema asante na tunawashukuru sana wakulima, mawakala wa maeneo haya. Lakini vile vile kwa kupitia Muhema
Mwema, mawakala ambao wako chini ya Mwema, tumesikia takwimu. Wenzetu wa OCD wamesema 3,000 ngapi, wenzetu wa TFC wamesema 2,000, lakini katika mzunguko wa mwaka huu karibu tani 40,000 zimeshasukumwa na mawakala walio chini ya mnyororo wa thamani wa Bwana Mwema. Kwa hiyo ukizingatia tunatumia tani milioni 1 na elfu karibu 70. Kwa hiyo ni kwa kiasi kikubwa sana tunaweza kusema kwamba ni kazi kubwa na nzuri ambayo inafanywa na wenzetu wa Mwema.